hali hiyo ipo. Wapo watu, baadhi ya watu hana habari na mama yake mzazi, eti kwa sababu amempata mwanamke na yuko tayari asimsikilize mama yake kwa ajili ya mwanamke. Wapo watu wa namna hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, la yastaqimu lisanuhu bishahadati hatta tardhi anhu. Hali ya mwanao haiko vizuri mama, kama unavyomtizama na kumwangalia mwanao, hali yake ni tete, ni dhoful hal, unamwangalia hali iliyopo kwa mwanao sio nzuri, njia anayoenda na safari anayoenda haiko sawa, njia anayoelekea sio nzuri, njia imekuwa na vikwazo vizito kabisa. Kwa kuweza kumwondoshea vikwazo hivyo si mwingine isipokuwa ni wewe mama yake mzazi. Allahu akbar. Kwa hiyo sasa uchague mwanao aende hivyo hivyo na hali ngumu hii, au uweze kumridhia mtoto wako mwanao aweze kwenda salama safari yake. Subhanallah, sikiliza maneno ya mama. Alisemaje mama Alqama? Akasema, ya Rasulullah, qad ghafaltu lahu wa radhitu anhu fi sabilillah. Uchungu wa mama kwa mwana. Mama akasema, ya Rasulullah, wallahi siko tayari mimi kumuona mwanangu anaelekea na anaondoka katika hali hii ambayo nilikuwa nayo. Nimemuona mwanangu, mazingira aliyokuwa nayo mtoto wangu sio mazingira mazuri haya. Subhanallah. Akasema, ya Rasulullah, ninatamka ninasema, hakika nimemridhia na nimemsamehe mwanangu waende salama salimini. Malaika waliposikia kauli ya huyu mama na kumridhia mwanae na kumsamehe mtoto wake, ulimi wake ukafunguka pale pale na mtoto akatamka shahada. Alqama akatamka shahada, kisha akafariki dunia.